Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na vitu ambavyo vimetokea huko mtandaoni. Bwana, mambo yanazidi kuwa moto kweli katika hizi nafasi ambazo wasanii wanapewa katika swala zima la uzinduzi wa kampeni, hususan tunaelewa kabisa kwamba tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani pamoja na raisi. Kama unavyoelewa bwana, basi kampeni zimeanza. Kwa hiyo katika kila uzinduzi wa kampeni, basi moja kwa moja lazima utaona wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa katika industry ya muziki wa Bongo Flava wanapewa nafasi ya kutumbuiza, kama unavyoelewa. So ni jambo ambalo kiukweli lina make headline sana, lakini pia vile vile ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana wanaenjoy kutazama kampeni hizi, harakati zinavyoendelea. Sasa kitu ambacho kimemeke headline siku ya leo katika uzinduzi wa kampeni bwana, ni kwamba kulikuwa kuna hii posters ambazo ameziposti. Kuna hii hapa ameiposti Mbosso ameandika kwamba uzinduzi wa kampeni wilaya ya Namtumbo, viwanja vya shule ya msingi Binga, mkutano viwanja vya shule ya msingi Bingwa Namtumbo mjini, kuanzia saa 2 asubuhi tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2025. So hii bwana ilikuwa ni Namtumbo huko ambapo Mbosso alikutana uso kwa uso na Harmonize jukwaani. Basi kama unavyoelewa bwana, Mbosso alipata opportunity ya kutumbuiza katika uzinduzi wa kampeni hiyo, lakini pia vile vile huko Namtumbo Harmonize naye pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walipata hiyo nafasi ya kutumbuiza. Kwa kama unavyoelewa bwana, huko Songea bwana, na watu wa Songea kama unavyojua ni watu ambao wanapenda sana burudani. Yani hicho ni kitu ambacho kinaeleweka kabisa kwamba hapa Tanzania watu wa Songea na burudani bwana, uwezi ukawatenganisha. Kwa hiyo huko Namtumbo bwana kiliumana kweli, Mbosso alikiwasha vilivyo, lakini pia vile vile kwa upande wa Harmonize naye pia aliwasha moto haswa. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba show zote zilikuwa ni kali. Harmonize kama kawaida na staili yake ile ya nyimbo ya Mangakiwe remix, moja kati ya track ambazo zimetokea kupendwa sana na watu wengi. Na sababu ya wimbo huo wa Harmonize Mangakiwe remix kupendwa ni kutokana na style ambayo Harmonize ameintroduce katika wimbo huo. Nadhani utakuwa unaijua ile style ya Harmonize, anacheza alafu anajidondosha chini. Bwana, hiyo ni moja kati ya style ambayo huaga inawakosha kweli mashabiki wa Konde Gang, mashabiki wa Harmonize. Na huko Namtumbo Songea napo pia the same. Hicho ndo kitu ambacho kilichotokea, ni kwamba Harmonize amedeliver burudani ambayo walikuwa wana expect kuipata kutoka kwake. So ilikuwa ni moment nzuri sana. Kwa upande wa Konde Boy alifanya show kali. Tumepita katika page za mitandao ya kijamii, tumeona watu wameposti sana wakiwa wanampongeza Konde Boy kwa kile alichokifanya. Kwa hiyo tumepita katika page kwanza kabisa ya Konde Gang wenyewe, wameposti hapa wakiwa wamewashukuru watu wa Songea kwa support ambao wameionyesha, kwa upendo ambao wameonyesha kwa kupokea burudani kutoka kwa msanii wao Harmonize Konde Boy. Ni moja kati ya vitu ambavyo Konde Gang wenyewe pia wameappreciate love na support ambao wameipokea kutoka huko Songea kwa msanii wao Konde Boy. Kwa hiyo hapa kwa mfano kuna mtu amesema bwana, ukiachana na mambo ya vyama bwana, ni kwamba hii biti, ukiachana na mambo ya vyama na siasa bwana, hili biti ambalo lilipigwa katika hii ngoma ya Harmonize ni biti la kinyama sana, yani bonge moja la biti. Huyu anaitwa Mr. Luigi TZ amekuja kucomment hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana, Harmonize bwana, hii style hatoiacha, tuko nayo tena mpaka mwakani. Kuna mdau mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, mzee Konde umetisha sana. Kuna mtu anasema bwana, energy ya Harmonize jukwani huaga ni moto na huaga anasimama peke yake. Hiki ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana wameanza kuvinotice kwamba Harmonize bwana, mara nyingi huaga anaga madansa wala nini, anapanda peke yake na anakiwasha kweli.
So hiyo ilikuwa ni kwa upande wa Harmonize Konde Boy, lakini pia vile vile kwa upande wa Mbosso, naye Mbosso bwana amepokelewa vizuri zaidi kutokana na kwamba tunaona sasa hivi fan base ya Mbosso kadri ya muda unavyozidi kwenda inazidi kuwa kubwa, maana nyimbo yake ya Viola Bonge la Dada imekuwa ni moja kati ya ngoma ambazo wabongo wanaipenda kupitiliza. Kwa hiyo hapa kupitia Khan FC bwana wameandika kwamba bwana Juma Zuberi Homera ashindwa kujizuia kipindi Mbosso akiperform wimbo wa taifa Power, na yeye pia ikabidi aanze kuimba mpaka mbunge kule, mgombea ubunge huko na Mtumbo, tumeona naye pia ilibidi aanze kuimba wimbo wa Power. Alishindwa kujizuia wakati Mbosso ana perform, na yeye pia ikabidi aanze kuimba. Lakini pia vile vile vibe la Viola bwana, hakuna mtu ambaye alikuwa amesimama na kuzubaa pale na Mtumbo. Ni kwamba wakati Mbosso anaimba wimbo wa Viola bwana, watu wote walikuwa wanaruka sio kawaida, na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Mbosso amepata momentum kubwa sana ya support ya mashabiki kwa sasa, na ni moja kati ya vitu ambavyo vinaonyesha wazi kabisa kwamba bwana Mbosso ametisha kweli kweli, au vipi bwana. Lakini pia vile vile tukio ambalo limemeke headline zaidi kule na Mtumbo kumhusu Mbosso ni kitendo cha Mbosso kuitwa pale katika meza high table pale ya wageni waalikwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya tu ya kuperform, Mbosso bwana alienda pale juu kwa ajili ya kwenda kusalimiana nao, na hapa kupitia Khan FC wameandika kwamba bwana King Khan alivyowasili na Mtumbo mjini leo katika uzinduzi wa kampeni ya Mheshimiwa Juma Zuberi viwanja vya shule ya msingi Ringwa, na kukutana na waziri wa katiba na sheria ambaye anafahamika kwa jina la Damasi Ndumbaro, waziri wa afya Jacinta Mhagama, na pia vile vile mheshimiwa na pamoja na waheshimiwa wengine ambao walikuwepo pale. Kwa hiyo bwana, show ya Mbosso ilikuwa moto kweli, na ni moja kati ya vitu ambavyo vimewavutia watu wengi sana. Bwana, kama umezishuhudia show zote hizi mbili, hebu tuambie wewe kwa upande wako bwana, show ambayo ameifanya Konde Boy kule na Mtumbo. Hawa wote bwana wamefanya show sehemu moja, wana Mtumbo kule. Sasa hebu tuambie kati ya Konde Boy na Mbosso Khan, bwana nani ameumiza zaidi? Maana tunajua kwamba wote hawa wana fan base kubwa kwa sasa hivi, wote hawa wanafanya vizuri, wote hawa wanapendwa na mashabiki, na wote wakipanda jukwani bwana uwaga wanawasha moto kweli kweli. So weka maoni yako hapo chini katika comment section kama ilivyokuwa kawaida, lakini pia vile vile bwana hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.